anafuata. Kuna ubaya gani? God, you guys saw me freaking out. Are you stupid? Bumbavu. Yeah, mama wewe una wivu na katoto hata hako. What is she doing? She really hates. Kaondoka nako ka David. David eleweki anafuata mademu. Fucking riled up when your child was running off. Unfit mother. David nana angania kurudi kwa wadada. Kuna nini? Alipigwa mikanda pale pa mtoto. We acha. Afungiwa huko. Dada ameshakasirika, muone kama wajamaa sio watu wazuri. Inaitwa push to start. Hiyo inaitwaga hivyo, yani sio gari ya kuweka funguo. Oya, kwani ana shida gani? Jamaa kamweka manzi yake kwenye bonnet ya hii gari push to start. Aha, mnijue, ngoja. Hii gari haipasuki kwa nyundo hicho kioo wala nini. Yani yenyewe ni bulletproof pia. Lakini pia ni soundproof. Wa ndani hawezi kusikia mambo ya nje wala wa nje kusikia mambo yaliyoko ndani. Mama akawasha chombo akaendelea na safari kama kawaida. We're number 4 on the top 100. Sasa ile simu ambayo bibi alikuwa ameiconnect kwenye gari ambayo inafanya connection, na hii simu ndio inaonyesha mtumiaji wa simu yuko ndani ya gari ama yuko nje ya gari. Simu hii ndio inafanya hivyo. David alikuwa anafurahia zile gololi. Huko anamwambia sio vizuri hivyo David. Kumtoroka mama yako Mungu apendi, sio vizuri. Sirudie tena. He had another wife, but sawa. Najua utakuja kuwa na mtu wa kumpenda ataitwa mke baadaye. Lakini sasa kwa sasa hivi bado unamilikiwa na mama yako. Kwa hiyo hauna stahili ya kutoka nje bila kumpa ruksa mama. Safari ilikuwa nzuri, haina shida na magari yalikuwa sio mengi. Walikuwa wanakata road ya kutoka sasa Marekani kwenda kwenye ile barabara kubwa ya njia panda ya kuelekea Texas. Texas blood money. Safari ni bomba na babu kubwa kweli. Nite Papa Simba, DJ mjukumu na mbamba, sauti ya mamlaka, tena moto na nusu. Huko si tushazurura sana. Wewe tu movie ndo umekaa hapa Njombe. Taki kutembea. I don't believe it. Vipi mwili? Sandra. Oh, you know what my life is like. Unajua maisha yangu ni traveler. Na sasa hivi niko naelekea sehemu fulani, niko na David hapa. I just met these kids in the middle of nowhere who remember. Amepigiwa na rafiki yake mmoja tena video call, wanazungumza kwenye simu ya gari. No, don't worry. So how's the record coming along? Amazing, actually. Carl saved our asses. Carl? Well, don't sweat it. He just gave us the name of a guy who does arrangements. A fucking genius. I couldn't even believe it. Yeah, I have to figure out a way to thank your husband. Basi hakuna shida. Ambaye nilifikiria mengi sana. Vipi lakini? Doing? Hey. Jesus, Chance, my son is in the car. Mungu wangu, unafanyaje hivyo na mtoto wangu yuko kwenye gari? Usijishike bwana. One here has some unfinished business. Ngoja bana. Huyu ni mdada ambaye wakipigianaga simu wanakuwa kama wana mambo yao. Anaitwa Granny. Are you there? Uko hapo? Yeah. Ndio. Hey, how much do you weigh? Sasa, What kind of a question? ni njia na gani unahitaji? Nothing, sorry, I was just kidding. Hebu acha kutishia mtoto. Who's gonna do lead vocals? Sasa, uko vipi huko? I mean, someone had to replace you. And Kuna mtu kanchanganya leo usiku. Ndio maana nimekupigia simu. Where are you? Kwani uko wapi? why? Who are you with? Wapi hapo? Why do you care? Sehemu ambayo hautajali hata nikikwambia. Home au? Are you out of your mind? Answer me, Jessa. Is it Carl? Mimi niko kwenye gari. Uko wapi wewe? Nini kinachokufanya ufanye hivyo? No. Tulia. You think you could just steal my life just like that? Basi anaambia umeshaniuzi tayari. To go. And for the record, I'm not the one screwing your husband. What do you mean? What the fuck do you mean, Jessa? Unataka kunizunguka Jessa? Bitch! Wait!
kwamba anaambia ndio, nilikuwa basi nyumbani kwako, mbona kama hapo ulipo nikaribia ni kwangu. Anaitwa Jessa. Kamkatia simu. Jessa ataenda kulala na mume wake, wanakuaga na mambo hayo. Ikabidi ampigie Kajenki ambaye ndio mwenye gari, ambaye ndio huyo mume. Mume anaonekana anamchepukia mkewe na huyo rafiki yake anaitwa Jessa. Na huyo Jessa ni rafiki, wazungu na mambo mengi. Kwa hiyo Jessa huaga anafanya jambo na yeye. Wacha kula gololi na wewe. Toto naye analia huko nyuma. Mambo ni mengi. Sasa binti ya kutaka tena mazungumzo, akawa ameweka destination, yani pale mwisho atakapofikia wa safari yake. Hii ameiseti automatic, yani manake anakwenda sehemu ambayo alikuwa anahitaji kwenda, ameiseti kwenye gari aende sehemu hiyo moja kwa moja. Daddy. Mtoto anaita baba. Daddy again. Hakuna cha baba hapa. Kamtafuta Kajengi tena. Pumbavu, unanigeuka na mtu. I get it. Nimekwambia nampigia. You've reached Carl Jenkins. There's no daddy. I just purposefully sent your call to voicemail. Hasema tafadhali acha ujumbe. Ujumbe kitu gani? Be back, leave a message. Hang in there, sweetie. Baba yako tayari kashachepuka huko. Los Angeles 320 na maana washavuka tayari. KG KM. Accident on the freeway. Delays to be expected. No, I don't want to get stuck on the freeway. Would you like to change the itinerary? Mama anaonekana kukasirika, mbona vipi umepagawa? Sasa anazungumza na gari. Left turn 1000 feet. Anazidi kukata tu. Ngoma ni hatari kweli. Bonge la dude yani. Kilipata ili mimi naosha miosho vibaya sana. Bonge la gari. Alafu pale kulia ina chata ya M. Yani ambako ni kulia kwa gari, kushoto kwetu. M fulani ya kimtindo namna hii. Haina mambo mengi. Ina taa pamoja na rangi nyeusi tu. You sure that's the right road? This is the shortest route to avoid the traffic jam. Gari naye namwambia hakikisha anakwenda kwenye destination ya njia yake. Hapa speed ni 45. Speed meter nitakuitumika 45. Don't forget, Sandra. I can drive when you are tired. Sasa ukiendesha taratibu kwenye kilomita ya 50 ukiendesha 30 na kukumbusha. Na pia ukizidi yenyewe inakukataza kuzidi. Yaani yenyewe iko right vibaya mno. Ndio gari zilizotengenezwa kwa sababu ya kuendana na ulimwengu huo wa miaka ambayo tutakayokwenda. Kwa hiyo hakutakuwa na matrafiki ya kusimamisha watu. Safari kamwea mpaka Naitimea. Bado anazidi kukata mbuga. Sasa huku naye vipi? Hakuna hata sehemu ya kupata kinywaji. Kama TANESCO hapa. Jaribu kukata mbuga kweli kweli. Kama angepata sehemu apate hata kinywaji kidogo. Basi kabidi ajitulize na fegi. Sorry, sweetie. Samani baby wangu. Sweetheart. Nervous. Mama yako ana stress. Kwa hiyo anajituliza na fegi kidogo, ana arosto. Ikaanza kutoa onyo gari. What is going on? Nini kinaendelea? Safely and please evacuate.
ni sigara kudadadeki. Are you kidding me? Warning. Mbona mnanitania? Detected. Onyo. Yeah, because I'm smoking. Kwa sababu navuta. Can you make the noise stop? Sasa ndo kelele zote hizo? Understand. Ina maana ni kama inaonesha moshi, kama inataka kuungua hivi. Do you want to switch to full manual? Kwa hiyo namlazimisha sigara hii ivutiwe nje ya gari. Turn off all. Imeconfirm kwamba Do you wish to continue? aweke manual, yani manyu. And I opened the window. Lakini sasa vipi, kuna haja gani ya kufunguka kwa hizo dirisha? Pumbavu, mtoto naye anakoa akatupa sigara. Happy now, Lilith? Anamuuliza Sagari, hapo vipi, mmekubali? Mommy knows it's bad to smoke. Mamako hawashi tena sigara ndani ya gari, sawa? Anamwambia Mr. David, I'll never do it again, okay? kila kitu kiko safi, sawa? Mara mbele amekutana sijui na swala mkanda sijui kitu gani, akampasua. Sijui ni mnyama aina gani amemgonga, ikabidi atulie kwanza. Are you hurt? Are you hurt? Umeumia? Come on. No, sweetie, okay. Usijali. Akamtuliza na ile dawa yake. Where is it? I'll get it for you. Ngoja niitafute. Oh, please don't cry, baby. Please don't cry. Please. Okay, it's okay. Here, look, it's Turtle. Okay? Play with Turtle. Sasa napeleka mikono chini, ambia sawa. I'm gonna go check outside, okay? Usijali. Upande wako najua